ninafanya nachojua, najua ninachofanya. Kuna malalamiko mengi sana. Siyapendi kuyajibu kwa sababu nakumbuka neno la mwalimu wangu mmoja, kati ya walimu zangu. Mwalimu wangu mmoja aliwahi kuniambia, inawezekana T.R. Msigwa ukafanikiwa. Kuna tabia mbili, naamini una moja. Ukiwa na tabia ya kunguru, huwezi kufanikiwa. Ukiwa na tabia ya paka, unaweza kufanikiwa. Watu wengi wananilaumu na wananiuliza, T.R. Msigwa, sijui wanajua nakufa lini, hata sijui. Mrithi wako ni nani? Umemwandaa yupi? Wasilipendi kulijibu swali hili. Lakini mimi najiuliza, nampa nani? Anayeweza kuwa imara na kusimama. Sisi tunasema istikama, yani msimamo. Ni lazima ufanye. Yupi? Na dunia ya Mungu jinsi ilivyo. Nilikuwa nasoma historia ya kijana wa Kizanzibari mwenye asili ya Kiomani, ameandika, kwa heri uhuru, kwa heri ukoloni. Ukitizama yaliyopitika kwenye historia aliyokusanya kijana huyu, kila anapoondoka anakuja mwingine kuchukua pale alipoishia, anapoendeleza. Ukitizama Irani, yule mzee wa kwanza, kiongozi wao wa kwanza, aliyoyafanya. Ukitizama kiongozi wao wa pili ambao yupo anaendelea kuyafanya, ni vitu viwili tofauti. Lakini kubwa zaidi ni dhamira ya dhati uliokuwa nayo ndani ya nafsi ya kutaka kujua na kutokuwa na ujanja. Mimi mwenyewe naona siwezi, kwa sababu sasa naitarajia kuikamata SADC kwa jumla. Jina langu linajulikana Zimbabwe, South Africa. Hakuna nchi hizi za Afrika hazimjui Msigwa. Ni wachache sana. Aliyokuwa kwenye mtandao wa TikTok anamjua Msigwa, aliyokuwa mtandao wa YouTube anamjua Msigwa. Ni maarufu zaidi ya Amerika, Uingereza na hizi nchi zingine kwa kile ninachokifanya. Kwa hiyo ningependa kuendelea kulijibu na kulizungumza, lakini lazima tupanue wigo. Tutakayeona anafaa, tutamsimika kuwa huyu mtu anafaa sehemu fulani, ili awasaidie watu wa sehemu fulani, ili waondokane na changamoto hiyo. Kazi kubwa ilikuwa ni kuelimisha na kuwafanya watu waelewe, unapozungumza HIV unazungumza kitu gani. Kama nitakavyofanya Mungu akipenda, na nitafanyia mkoani Kigoma, kutoa darasa au sherehe au tofauti ya B positive na group O. Kwa nini group B anachelewa kupona? Kwa nini group O anapona? Na tunafanyaje na huyu wa group O aweze kupata majibu ya haraka na kwa muda mfupi? Namuomba Mungu ajalie niweze kulifanya hilo siku ya Jumamosi au Jumapili. Aidha Ziwa Tanganyika au tutarudi hapa Katosho kuweza kuzungumza hilo, ili kuweza kulifafanua na kwa kina zaidi. Niwaambie kitu kimoja. Hatuko hapa kwa niaba ya kushindwa hata kidogo. Tuko hapa kwa niaba ya kushinda. Ila ni watulivu. Tuko makini, tunakwenda taratibu. Leo simu ninazopokea tu kwa siku ni nyingi sana. Na watu wote hao ukiwasikiliza unaona dhamira yao ya dhati ya kutafuta ufumbuzi kutoka kwa T.R. Msigwa. Kwa hiyo itapofika wakati namtangaza mtu, nitaomba mumpokee na mfanye naye kazi ili aweze kutusaidia, lakini aweze kusaidia na bado changamoto. Namueleza, bwana nitakupa mtu fulani, akamwambia mimi nakutaka Msigwa mwenyewe. Sitaki kijana wako, sitaki mtu yote. Haiwezekani timu yote hii ya Afrika Mashariki na wengine uwashughulikiwe mwenyewe peke yako. Haiwezekani, lakini tutajitahidi kutengeneza mazingira mazuri. Nimalize mazungumzo yangu machache katika siku ya leo kwa kutoa wito mmoja.
Ziara yangu lengo lake ni kutafuta asiyopona. Tafadhali, kama upo hujafanikiwa, nitafute. Nitumie audio. Nitafute umekaa mwezi hujapona VVU. Nitumie audio. T.R. Msigwa, mimi nina mwezi sijapona VVU. Kazi hiyo nitaanza kuifanya siku ya Jumapili mkoani Kigoma, na kuendelea katika ziara ya kila mkoa nitakaobahatika kufika, na nitakaa siku kadhaa ili mradi niache nimemaliza ile ahadi yangu, kila ninayekutana naye abaki negative, na niondoke nikimwacha akiwa negative, niendelee na shughuli zangu zingine. Kesho ni siku nyingine, naamini kwa uwezo wa Mungu tutazungumza mengine. Tafadhali sana wasiliana nami kupitia 0752819047 au 0713646691. Mungu ibariki Afrika. T.R. Msigwa.